Naitwa Edita Manyaka. Nilianza kazi za ufugaji 2023 nikiwa na kuku 300 na sasa ninafuga kuku 1500. Naitwa Edita Manyaka, ninaishi kata ya Mzinga, Kibeberu, Msikitini. Nilianza kazi za ufugaji 2023 nikiwa na kuku 300. Mnamo niliendelea kupanda kwa 600. Baada ya hapo nikapanda kufikia kuku 1000 na sasa ninafuga kuku 1500. Changamoto tunazokutana nazo hasa wafugaji toka nilipoanza ufugaji ni pale ambapo kuku wanapokuwa wamefikia hatua ya kutoka bandani. Wanunuzi masoko inakuwa ni shida, hiyo ni ya kwanza. Lakini kwa 2025 changamoto kubwa tuliyoipata ilitokana na uchaguzi wa marais, wabunge pamoja na madiwani. Baada ya zile vurugu ambazo zilikuwa zimetokea kwa ajili ya uchaguzi, na maana zile njia zote zilifungwa. Kwa hiyo kuku walikaa bandani, hawawezi kutoka, hawawezi kupata chakula na chakula kikawa kizalishwi. Kwa hiyo kwa wastani zilituletea kurudi nyuma katika ufugaji. Tunatamani serikali tutengenezee wafugaji masoko, ili tunapokuwa tunafuga tuwe na uhakika wa kwamba tukitoa kuku tunapeleka mahala fulani. Tutahamasika kufanya kazi hizi, lakini tunafanya kazi kwa ugumu kwa sababu tunafuga tujui kwamba tunapata wapi soko. Kuna kipindi unakuta kuku wengi wanapatikana kwa wafugaji na bei inakuwa iko chini, tunauza bei ya chini kwa kuogopa kwamba unapoendelea kukaa kuku wanakula, hakuna chochote unachokipata. Kwa hiyo tunatamani sana serikali tusaidie kupata masoko kwa ajili ya kuuza hawa kuku. Neno la mwisho ni wahamasishe tu wafugaji tusikate tamaa, kwa sababu hakuna biashara isiyokuwa na faida na hasara. Kwa hiyo tuendelee kufuga wakati serikali ikiwa inajiandaa kututafutia masoko kwa ajili ya utokaji wa kuku, basi tuendelee kufuga. Asanteni kwa kunisikiliza, na ninawahamasisha wote wale wamama wa majumbani wajisajili wafanye biashara ndogo ndogo ili waweze kukimu maisha yao. Asanteni sana.